Habari za leo, mnaendeleaje? Amina. Karibuni nyumbani mwa Bwana. Tunaendelea na somo letu, nguvu ya upendo wa Mungu au nguvu ya upendo wa kimungu. Leo tutadumu zaidi katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, tutakaa mlango wa 12. Tasoma mistari mingi kidogo. Aliye na microphone siku ya leo atanisaidia baadhi ya mistari. Mstari wa kwanza, mlango wa 12 wa Matendo ya Mitume, neno la Mungu linasema: wakati huo huo Mfalme Herode Agripa aliwakamata baadhi ya watu wa kanisa, akaamuru Yakobo ndugu yake Yohana auawe kwa upanga. Alipoona jambo hilo limewapendeza Wayahudi, akaendelea akamkamata pia Petro. Hii ilitokea wakati wa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Baada ya kumkamata, alimtia gerezani chini ya ulinzi wa vikundi 4 vya askari vyenye askari 4 kila mmoja. Herode alikuwa amekusudia kumtoa na kumfanyia mashtaka mbele ya watu baada ya Pasaka. Kwa hiyo Petro akawekwa gerezani, lakini kanisa lilikuwa likimwombea kwa Mungu kwa bidii. Hiyo sehemu pia unaweza ukaipigia mstari. Lakini kanisa lilikuwa likimwombea Petro kwa Mungu kwa bidii. Shetani hufurahia sana anguko la mtu wa Mungu, na mara nyingi anapoona vile unavyoteseka vinawafurahisha wasiomjua Mungu, mara nyingi sana mapambano huzidishwa. Neno la Mungu linasema alipoona jambo hili limewapendeza Wayahudi. Wayahudi kipindi hiki walikuwa kinyume na watu wa njia. Watu wa njia hapa ni kabla kanisa lijaitwa kanisa. Watu waliookoka wakati huo, Wayahudi waliona wako kinyume na Torati ya Musa. Kwa hiyo walikuwa kinyume na dini ya Wayahudi. Kwa hiyo Mfalme Herode akiwa mwanasiasa, mtawala wa Waisraeli, akitaka favor ya wengi ambao ni Wayahudi na dhehebu la Kiyahudi, akaona aanze kuwaua Wakristo, na jambo likawafurahisha. Biblia inasema Wayahudi. Akaona linawafurahisha, akamkamata Petro, akamweka gerezani. Adhabu ya Petro pia ilikuwa kifo. Adhabu ya Petro pia ilikuwa kifo kama Yakobo. Tunapoingia mstari wa 6, neno la Mungu linasema usiku ule kabla ya siku ambayo Herode Agripa alikuwa amekusudia kumtoa na kumfanyia mashtaka, Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili akiwa amefungwa kwa minyororo miwili. Nao walinzi wa zamu walikuwa wakilinda penye lango la gereza. Ghafla malaika wa Bwana akatokea na nuru ikamulika mle ndani ya gereza. Yule malaika akampiga Petro ubavuni na kumwamsha akisema, ondoka upesi. Mara ile minyororo ikaanguka kutoka mikononi mwa Petro. Yule malaika akamwambia, vaa nguo zako na viatu vyako. Petro akafanya hivyo, kisha akamwambia, jifunge vazi lako na unifuate. Petro akatoka mle gerezani akiwa amefuatana na yule malaika. Hakujua wakati huo kuwa yaliyokuwa yakitukia yalikuwa ya kweli. Alidhani kuwa anaona maono.
Tunaanzia zaidi hapa. Petro amelala katikati ya askari wawili, na walinzi wote jumla walikuwa wakimlinda Petro walikuwa askari 16. Neno la Mungu linatuonyesha sequence yote toka Petro anafungwa mpaka malaika anatokea. Mstari wa 6, neno la Mungu linapotuambia Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, na usingizi wa Petro ulikuwa ni mzito kweli, kwa sababu neno la Mungu linatuambia malaika akampiga Petro, na katika tafsiri halisi inasema alimgonga ili amwamshe. Now, mara nyingi sana tukifika kwenye ile eneo huwa tunasema Petro alilala kwa sababu alikuwa na amani akijua atatoka. Nataka ni submit kwako kwamba Petro alikuwa hajui hatima yake, na tutaona mbele kwa nini Petro alikuwa hajui hatima yake. Paulo anasema kuishi ni nini? Ni Kristo, na kufa ni faida. Ninaamini kabisa Petro alikuwa katika situation kama ya Paulo. Chochote Mungu atakachokifanya ni sawa. Kwa hiyo akaresign katika kulala akijua kuna uwezekano mkubwa ukawa mwisho wa maisha yangu. Akalala. Wakati najiandaa roho, Mungu akaniambia kuna wakati huwa tuna function tukifikiri Mungu ana function kama sisi. Kuna wakati mtu ataongea na wewe, kuna jambo ambalo unalipitia, anakuambia ile issue imeishia wapi, ile issue ya mgogoro wa kiwanja imeishia wapi, ile issue ya ajira yako imeishia wapi, ile issue ya familia imeishia wapi. Huwa mara nyingi tunasemaje kama ni usiku, ngoja nilale tuone Mungu atafanya nini kesho. As Mungu mbinguni naye ana pause unapolala. Then ukiamka asubuhi Mungu anaamka na wewe mnaanza kufanya kazi pamoja. Unasahau kwamba ratiba ya kimungu haingiliwagi. That is an uninterrupted schedule. Iko masaa 24, na ndio maana Mungu anasema nitakupigania na wewe utanyamaza kimya. Eneo lingine anasema sitakuacha wala kukupungukia. Sasa pale hajaweka sitakuacha wala sitakupungukia muda upi. Kwa hiyo akiwa amelala tayari Mungu alikuwa anatengeneza mpango wa kuja kumtoa gerezani. Neno la Mungu linasema akaamshwa. Alivyoamshwa akaambiwa vaa. Mwishoni malaika anasema sasa nifuate. Neno la Mungu linatuambia yeye akadhani kwamba ni maono, na tunajua Petro aliona maono Mungu alipokuwa anamwandaa kwenda kumhubiria Kornelio. Lakini neno la Mungu linatuambia hivi, hakika yeye ailindaye Israeli, hii ni Zaburi ya 121 mstari wa 4, hata sinzia wala hata lala usingizi. That means hata unapolia usingizini usiku, Mungu tayari anatengeneza mpango wa kukutoa katika janga ambalo unalopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ratiba yake iko macho, tofauti na sisi tunavyofikiria. Na ndio maana katika Isaya 64 anasema tangu nyakati za zamani hakuna yeyote aliyesikia, hakuna sikio lililotambua, hakuna jicho lililomuona Mungu mwingine ila wewe, anayetenda mambo kwa ajili ya wale wamngojeao. Ukisoma kitabu cha Wafalme tunafahamu event iliyotokea wakati Elisha anatafutwa na jeshi la Washami. Mfalme wa Washami anatuma wanajeshi kumkamata Elisha. Hii ni Wafalme wa pili mlango wa 6 mstari wa 14. Nita paraphrase, nitasoma mistari michache sana. Mstari wa 14 mpaka 17, Wafalme wa pili mlango wa 6. Anatuma watu kumkamata Elisha kwa sababu Elisha anajua in advance mipango ya kivita kinyume na Israel. Kwa hiyo anatuma wanajeshi kwenda kumkamata Elisha. Mtumishi wa Elisha anaamka asubuhi, anaona majeshi ya Washami yalivyowazunguka Waisraeli.
Tunachukulia kwenye mstari, naamini mstari wa 14. Mstari wa 14 anasema, mfalme akaagiza akisema, nendeni mkamtafute aliko ili niweze kutuma watu kumkamata. Taarifa ikarudi kwamba yuko Dothani. Ndipo akatuma farasi na magari ya vita na jeshi lenye nguvu. Walienda usiku na kuuzunguka mji. Kesho yake asubuhi na mapema, mtumishi wa mtu wa Mungu alipoamka na kukuta na kutoka nje, jeshi pamoja na farasi wa magari ya vita lilikuwa limezunguka mji. Mtumishi wake, huyu ni mtumishi wa Elisha, akasema, ole wetu bwana wangu, tutafanya nini? Nabii akamjibu, usiogope, wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Kisha Elisha akaomba, Bwana, mfumbue macho mtumishi wako ili apate kuona. Kiingereza nasema open his eyes and let him see. Yaani sio tu mfungue macho, ukishamfungua macho muwezeshe aone. Kwa kuna wakati inabidi Mungu akufungue macho, afu haitoshi, inabidi akuwezeshe uone. Uone nini? Tunaanzia hapo. Uone upande wa rohoni au wa kiroho ambao Mungu anapigana kwa niaba yako. Kila siku duniani, mahali popote utakapokuwa, shetani atakuonyesha jinsi gani alivyo na nguvu na jinsi gani alivyo kudhibiti. Kama utafungua habari, utaona habari mbaya. Kama utafungua YouTube, utafungua Netflix, kokote unakoenda, habari unazoziona ni jinsi gani shetani alivyo na nguvu. Kwa hiyo shida yetu mara nyingine si kwamba Mungu hatendi, ni kitu gani tunakiona. Kwa sababu mtumishi wa Elisha alikuwa akiangalia katika mwili, Elisha alikuwa akiangalia katika roho. Majeshi ya mbinguni yalikuwepo. Kabla hajafunguliwa macho, majeshi ya mbinguni yalikuwepo pale pale, na majeshi ya adui yalikuwepo pale pale. Lakini aliyekuwa anaona majeshi ya mbinguni alikuwa Elisha na sio mtumishi wake. Kinachobadilisha mazingira yetu mara nyingi ni kile tunachokiona. Anasema, nitafanya jambo jipya. Je, utaliona? Yaani manake kuna wakati Mungu anafanya mambo mapya na hatuyaoni kwa sababu tunatembea katika mwili. Priority yetu ni kuangalia shetani ana nguvu kiasi gani. Shetani amemdhibiti nani na amemzidi nani. Elisha anamwambia, anamuombea Mungu mfungue macho yake, then muonyeshe aone kile ambacho alishindwa kukiona. Matendo 12 tunaendelea mstari wa 10 na 11. Wakapita lindo la kwanza na la pili, ndipo wakafika kwenye lango la chuma linaloelekea mjini. Lango likawafungukia lenyewe, nao wakapita hapo, wakatoka nje. Baada ya kutembea umbali wa mtaa mmoja, ghafla yule malaika akamwambia Petro, akamwacha Petro samani. Ndipo Petro akarudiwa na ufahamu, akasema, sasa ninajua bila shaka yeyote kuwa Bwana amemtuma malaika wake na kuniokoa kutoka makucha ya Herode Agripa na katika mtazamo wa Wayahudi. Neno la Mungu linasema, ndipo wakafika kwenye lango la chuma. Miji ya zamani ilikuwa na mageti au malango makubwa sana, na haya malango yalikuwa yakifunguliwa na watu wengi. Kwa nasoma sehemu moja wakasema kuna mlango mkubwa kama huo katika mji mmoja unaitwa Algiers kule Algeria. Neno la Mungu linasema walipofika kwenye lango la chuma linaloelekea mjini, lango likawafungukia lenyewe. It opened for them of its own accord. Kuna ngazi moja zinaitwa escalators. Nani anafahamu escalators? Asante sana. Ziko tu nyingi. Escalator nyingine nilizoziona zimewekewa sensor. Kama hakuna mtu anapanda, zinasimama. Si ndio?
zinafanya kazi pale mtu anapofika kwenye escalator, zina sense kuna mtu anakuja, taa ya kijani inawaka, inaanza kufanyaje? Kufanya kazi. Tunaomba breakthrough, si ndio? Naomba kazi. Mungu panua imani yangu, ongeza kipato changu. But kuna milango haitafunguka ya breakthrough mpaka ufike kwenye mlango. Yaani mpaka ufike kwenye mlango. Ile taa kijani haiwaki mpaka ufike kwenye mlango. Imagine Petro alikuwa na malaika. Na malaika angeza kusema kitu, angeza kuligusa lango likafunguka lenyewe. Petro asemi kitu, malaika asemi kitu, wanafika kwenye lango, lango linafunguka lenyewe. And that was the breakthrough ambao alikuwa akihitaji, kwa sababu mlango wa mwisho ulikuwa mkubwa kuliko milango ya awali. Ndio lango la chuma. Biblia inatuambia walipofika kwenye lango la chuma, na lile lango ndio lilikuwa breakthrough ya kumpeleka mtaani ambapo malaika alimwacha ili achukue hatua mwenyewe kwenda alikotaka. Lakini ule mlango usingefunguka kama Petro angebaki kuomba, Baba nifungulie mlango. Baba anahitaji breakthrough. Wana wa Israeli wakati wanavuka bahari ya Shamu haikufunguka wakiwa Misri. Iliwasubiri mpaka wafike bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakati wanazunguka ukuta wa Yeriko hawakuzungukia Yerusalemu, walizungukia Yeriko. Shida tuko Yerusalemu tunazunguka, tunataka Mungu atende Yerusalemu, atende Yeriko, lakini tuko Yerusalemu. Baba alipatia bume au mke. Hatua ya kwanza ni nini? Ukija kanisani mwanangu usalimi mtu hata huyu. Kwani mke au mume anapatikana kwa nini? Kwa maongezi. Ile ya ndoto is very rare. Ipo lakini is very, najua nyie ni wa kiroho zaidi, ila nikiwauliza mlipatiaje wake zenu au mume zenu mtasema tuliongea. Sasa umekuja kanisani usalimii mtu. Uko Opsiti kuna seminar Mwakasege uendi. Yaani wewe kanisa hili moja unaenda siku zote. Kuna festival uendi. Sasa kule ndo wajuba wako. Nimewambia asubuhi, ni lazima utengeneze mazingira. Lazima ufike kwenye mlango wa chuma ili mlango wa chuma ufunguke. Ni lazima ufike kwenye ukuta wa Yeriko ili ukuta wa Yeriko uanguke. Na ukifika kwenye ukuta wa Yeriko lazima uzunguke. Hawakufika pale wakakaa tu kimya. Baba, mapenzi yako yatimizwe. Baba angesema ndio, mapenzi yangu yatimizwe, ila lazima uzunguke. Kwani sala Baba yetu mbinguni haitupi hatua za kufanya? Mapenzi yako yatimizwe mbinguni kama yanavyotimizwa duniani. And then kule mbele kuna wajibu. Utupe leo riziki yetu. Alafu anasema utusamee makosa yetu kama. Kwa hiyo ni nini? Ni wewe unafanya, si ndio? Kwa hiyo kukaa tu Baba katika jina la Yesu mapenzi yako yatimizwe. Sema wewe una hatua ya kuchukua. Amen. Amen. Anasema kwenye Isaya. Napenda sana ile andiko nikiomba unalitumia. Mungu aendaye mbele yetu kuvunja malango ya shaba. Lakini anasema pia kwenye Yoshua, I will be with you wherever you go. Nitakuwa na wewe kokote. Tuseme wote, tutakuwa nawe kokote. Maana yake uendako ni hatua ambayo wewe unaifanya. Lakini Mungu wetu alivyo mwema, ukikaa pale pia atakuwa na wewe, si ndio? Anasema hata tuacha wala hata. Kwa hiyo ukikaa pale pale atakuwa na wewe pale. Na ukitoka atakuwa na wewe unakoenda, maana yake kule kuna kuzidishiwa. Ndio maana alisema zaeni mkaongezeke. Mungu wetu ni Mungu wa multiplication. Yaani Mungu wetu ni Mungu wa kuzidisha. Na huwezi kuzidishiwa kama umekaa chini. Utazidishiwa kama unapiga hatua. Lazima twende Yeriko kuzunguka ili ukute uanguke. Lazima twende kwenye lango la chuma ili ile lango lifunguke. Amen. Mfano mrahisi na utoaga so many times. Kila mwanafunzi au wanafunzi ambao ninawafahamu, pamoja na kwamba watakuja hapa mchungaji utuombee, wana zile tunasema study groups. Wanajisomea. Kwani hao watu hawana imani? Wanayo, lakini wanaizunguka Yeriko.
wana imani lakini wanasogea kwenye lango la shaba. Yule kaka mmoja ambaye akilini mwake ameshasema nao mwaka huu atasalimia pale watu kidogo 4 5, atamsalimia dada huyu na akiona kuna potential asema dada leo umependeza, afu ataishia hapo. Kwa heshima kabisa na taadhima. Jumapili inayofuata yule dada alisema jamani kaka fulani sikukuona kwenye connect group. Imetoka hiyo. Kwa sababu ya kusimama kwenye mlango wa nini? Wa shaba. Lazima usogee ili ule mlango ufunguke. Amen. Si upendo wa Mungu hautufanyi au hautufanyi wazembe. Upendo wa Mungu hautufanyi wazembe. Upendo wa Mungu unatufanya tuwe washirika na Mungu. Amen. Anasema sisi tumepewa au tuna asili ya Mungu. Nafikiri waraka wa Petro. Tuna asili ya nini? Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, inabidi sisi tuwe watu wa rohoni ambao tunaangalia vitu vya rohoni, manake katika vita vya roho hatushindwi. Sijui kama unajua hicho kitu. Vita vya roho hatushindwi unless ukubali kushindwa vita vya roho. Manifestation inaweza ikachelewa katika mwili, lakini katika roho tumeshashinda. Unapoomba umeshinda katika ulimwengu wa roho, ingawa manifestation itachelewa katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho umekwisha kushinda, kwa sababu umechukua hatua ya kupiga maombi na kumwambia Mungu mapenzi yako vile unavyovitaka kwangu mimi vifanyike duniani kama unavyotaka mbinguni. Yaani katika kile kikao cha mbinguni unachokaa na malaika, yale mambo ambayo unanikusudia mimi, vile vikao unavyokaa na maserafi, yale mambo unanikusudia mimi, yale mambo yakafanyike basi duniani, ndio maana yake. Yaani mikakati na strategy za Mungu kuhusiana na wewe unamwambia Mungu zile zifanyike duniani. Sasa katika ulimwengu wa roho hapo umekwisha kushinda. Manifestation katika mwili inaweza ikachelewa, lakini haimaanishi kwamba you are defeated in your spiritual warfare. Na ndio maana Elisha anamwambia Mungu mfungue macho yake alafu muwezeshe kuona. Anachokiona hakiko katika mwili. Lile jeshi lilikuwa lionekani katika mwili. Kinachotuambia ni kwamba siku zote walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Siku zote. The question is, do we believe that? Na hapo ndo tunapokuja kwenye kuglorify wachawi katika utamaduni wetu. Wapo, lakini tumewatukuza kupita kiasi. Ni halisi, lakini tumewatukuza kupita kiasi. Nikakuuliza leo, mtu mwenye nguvu za giza ni mtu wa jinsi gani? Utasemaje? Wewe Mkristo, sema chochote ambacho kiko moyoni mwako. Nikakuuliza, mtu mwenye nguvu za giza ni mtu wa jinsi gani? Tutasemaje? Wengi tutawataja wale watu ambao wakija kwenye makanisa au kwenye seminar zile manifestations za kipepo zinalipuka. Hao ndio watu tunafanyaje? Sasa nikwambie ndugu yangu, kuna mtu ambaye anatembea na nguvu za giza, amevaa suti nzuri kuliko mchungaji wako hapa. Na aongea vizuri, very eloquent, lakini anatumika na nguvu za adui. Lakini huyo mtu wewe unapambana naye vipi? Haupambana naye kiroho. Unapambana naye kimwili, kwa sababu unafikiri ni yeye. Hapo ndo tunapopigwa chenga sasa. Tunapambana na mwanadamu kwa sababu alivyokaa, huyu hajakaa kama ana mapepo. Amependeza sana. Kwa hiyo unapambana naye physically, kama ni kazini, kama ni kwenye biashara. Tunapambana na mwanadamu badala ya kumwambia Mungu nifungue macho. Alafu ukishanifungua niwezeshe kuona. Alafu ukishaona unampiga kitu kizito kwenye ulimwengu wa roho. Na kuambia hivi, hataweza kuitikia au hataweza kujibu mashambulizi ya maombi. Mara nyingi sana kile kitu ni shambulio la adui. Lakini shetani anakuambia Idi ananichukia. Na kama akafanya mara 2, it's over. Kila siku ile kijana kwa nini shetani anamtumia yule ameshaona kona gani anakuonea sasa?
Kwa hiyo tunabaki kama watumishi wa Gehazi na kusema Mungu wangu nitafanya nini? Mwambie Mungu nifungue macho yangu. Saa nyingine shida hata sio imani, ni macho ya kiroho. Kuona kabisa kwamba hapa shetani anataka kunidhoofisha. Hapa shetani anataka kunyamazisha ukiri wangu. Hapa shetani anataka kudidimiza imani yangu. Hapa shetani anataka kuniharibia kazi yangu. Hapa shetani anataka kuharibu biashara yangu. Hapa shetani anataka kuharibu afya yangu. Then unakwenda kwa Mungu ku counter force, kama neno la Mungu lilivyosema. Petro alikuwa gerezani, alafu mwishoni pale anasema lakini kanisa liliomba, sio tu liliomba kwa Mungu kwa bidii. Unaona Mungu anafanya kazi. Kanisa liliomba kwa Mungu kwa bidii. Wakati kanisa linaomba kwa Mungu kwa bidii, yule ambaye anaombewa amefanyeje? Amelala. Mimi nampenda sana huyu Mungu. Yaani kuna wakati wewe umerelax, sio umerelax. Petro sidhani kama alikuwa amerelax. Alipigwa na tension mpaka akapata usingizi. Kwa sababu imagine mwenzako wa kanisani ameuawa. Mimi naamini alikubaliana na uhalisia. Kuishi ni faida, kufa ni Kristo, si ndio? Lakini akiwa amelala, kama Jumapili tulivyosoma, yule jamaa ambaye alikuwa amelemazwa akiwa hata hawezi kujinyanyua, Mungu akanyanyua watu 4. Petro akiwa amelala hawezi hata kuomba, Mungu akalinyanyua kanisa. Amen. Ninakuombea neema ya Mungu pale ambapo unakuwa huwezi, Mungu anyanyue watu wa kukupeleka msalabani, na Mungu akupiganie na kutatua kile ambacho kinakusibu katika jina la Yesu Kristo. Isaya 45. Nimesema tayari kwamba Mungu atasawazisha milima na kuvunjavunja malango ya shaba. Mstari wa 12, neno la Mungu linasema na alipokuwa akifikiri hayo, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Petro anatoka gerezani. Sehemu ya kwanza anakwenda Petro ni kwenye kikundi cha nyumba kwa nyumba. Sehemu ya kwanza kabisa. Sasa sijajua hapa kama Petro alikuwa ameoa au hajaoa, sitaki kusema kitu ambacho kiko kinyume na maandiko. Lakini akwenda kwa familia yake, alikwenda kwenye familia ya waaminio. Maana yake Petro alikuwa anajua sehemu yetu ya kuombea ni wapi. Kwa maana nyingine, kijiwe chetu cha maombi ni kipi? Kiko kwa Mariamu mama yake Yohana. Anaachiliwa mtaani. Petro sehemu ya kwanza anakwenda sehemu ambayo wanajua pale nitakuta wenzangu. Na neno la Mungu linasema, ukiendelea kusoma, anasema na alipobisha hii Kiswahili chake, kilango cha lango, hii ni tafsiri ya neno, kijakazi jina lake Roda kaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakulifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akasisitiza akasema ya kwamba ndivyo ilivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga hadi walipokwisha kumfungulia. Walipomuona wakastaajabu. Petro anafika nyumbani, eneo ambao walikuwa wakiliombea au wakimwombea yeye. Neno la Mungu linatuambia kijakazi aitwaye Roda, huyu wanasema alikuwa ni mtumwa asiye Myahudi. Wanatuambia wana theolojia na wana historia. Yaani kazi yake ilikuwa kama gatekeeper wa hiyo sehemu ya fellowship, lakini inaonekana alikuwa muamini. So anapoisikia sauti ya Petro, sauti hajamuona, neno la Mungu linasema hakufungua mlango kwa ajili ya furaha.
bali alipiga mbio akaingia ndani kuambia Petro anasimama mbele ya lango. Kuna wakati unaweza kuona watu labda wanakupita tu, wanakupuuzia, lakini wanazungumzia habari zako kwa watu wengine. Ni kwamba ushuhuda wako unaweza kuwa mkubwa kuliko matarajio yao. Kuna wakati kitu ambacho Mungu anakufanyia kinashtua watu kiasi kwamba hata salamu kwako inakuwa ngumu, lakini kwanza habari ya ushuhuda wataipeleka kabla ya kukuacknowledge wewe. Biblia inasema kwa ajili ya furaha hakufungua mlango. Sasa sijui Petro alikuwa katika hali gani hapa, tutaona mbele. Na ndio maana nilikwambia usingizi wake haukuwa usingizi wa kurelax. Akafurahi kiasi kwamba akamwacha Petro yuko mlangoni. Na naamini Petro alikuwa akiangalia nyuma nani anamfuata, kwa sababu inasema bado alikuwa anagonga kwa nguvu. Then anafika kwa wana maombi. Sema wana maombi. Tunajua sisi wana maombi wana imani kali. Bwana siwe Sharon. Imagine Sharon ndo anapewa taarifa wa kwanza. Petro yuko nje. Sio wewe, sasa ni mfano tu. Sharon huwa anatuongezea maombi vizuri sana. Mpigeni makofi jamani. Bibi harusi mtarajiwa. Imagine mmeomba na Biblia inasema walikuwa wanamwombea Petro kwa Mungu, si ndio? Alafu taarifa zinakuja, Petro yuko getini. Akaambia mambo na wazimu. Sasa hawa ni wana maombi. Sema wana maombi. Yaani kile ulichokuwa unakiombea kimetokea vile ulivyokuwa unataka, alafu unaona watu wana nini? Unaona Mungu alivyo eh? Yaani maana yake ni hii. Kuna wakati unaweza ukawa unaomba na imani haba na Mungu anaweza kukusikia vile. Kwa sababu Mungu anaangalia moyo wako na kilio chake. Mimi usiniambie watu walikuwa wakiamini kikamilifu. Kwa sababu ameambiwa Petro yuko nje, anasema wewe una wazimu, lakini walikuwa kimwombea nani atoke nje? Petro. Na Petro jibu limekuja yuko nje. Wale wana maombi wanasema no, that's not true. But ulikuwa unaombea nini? Ulikuwa unaombea Petro, si ndio? Alafu hapo wanakaa na no. Huyo sio Petro. Akainsist akasema no, huyo malaika wake. Ila kitu ambacho nimekipenda kuliko chote katika hili sehemu, nikasema Mungu wa mbinguni, mimi mchungaji Morris Wai, nipatie mtu kama Roda. Mtu ambaye ataamini ushuhuda wangu kabla mimi sijauamini. Mtu ambaye ataona nguvu za Mungu zikitenda ndani kazi yangu akaziamini kabla mimi sijaamini. Kama hauna rafiki kama Roda, mwambie Mungu nipatie rafiki kama Roda. Rafiki anayefikiria tofauti na wewe. Umeona hapo tulipokaa kimya? Maana yake hataki kubadilisha chochote maishani mwetu. Yaani tukubaliane na marafiki zetu katika kila kitu. Maombi, neno, kila kitu tunakubaliana tu. Ukiwa na wasiwasi na wao na wasiwasi. Ukiwa uamini na wao waamini. Ukiwa unalia, mimi nataka vice versa. Nataka nikiwa nalia wao wananinua. Nikiwa na wasiwasi wao na ujasiri. Nikiwa siwezi kuomba wao wananiombea. Sasa hao ndo akina Roda ambao nataka Mungu atusurround nao katika jina la Yesu Kristo. Unataka watu tofauti ambao watakuinua katika maombi. Roda amechachamaa, wewe imagine huni wanasema ni slave. Nimesahau jina lake lile la kiasili walivyomuita. Lakini ni kijakazi. Unajua kijakazi sio rafiki au sio mwana maombi sawa na wenzake wakati huu. Pamoja na kwamba walikuwa wakiomba, lakini Roda hakuwa katika status moja na wana maombi. Ndio maana aenda kufungua geti. Lakini katika status yake ndogo Roda akakomaa, akasema sikilizeni. Umemuona? Akasema sijamuona, nimesikia sauti. Sasa hiyo ndio imani. Umemuona Petro? Sijamuona, ila nimesikia sauti yake. Imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Mungu anasema na sisi kwa njia nyingi sana. Neno la Mungu, mahubiri, lakini saa nyingine Mungu atatumia sauti za watu wengine. Mungu anatumia sauti ya Petro. Alafu anatumia microphone ya Roda. Yeye anasikia tu sauti. Yaani unajua, sijui kama unaelewa, kipindi hichi kanisa lilikuwa kwenye matatizo ya kuuawa. Sio kwamba walikuwa wanazuiwa ibada, walikuwa wanakamatwa na uawa.
walikuwa wanapigwa, walikuwa wanafungwa na hawajui wanatoka lini. Kwa kitendo cha Roda kuamini kwa sauti, sio askari anaigiza wa Kirumi, huyu ni Petro. Kwa nini Roda aliamini hivyo? Kwa sababu Roda alimaanisha kwenye maombi yake, na akaamini kile nilichokiombea kimetokea. Sasa huyo mtu katika rafiki yako lazima awepo. Sio kila rafiki ataamini maombi yote hapo hapo unapomba. Wengine utaomba lazima, unajua na wewe bwana unaamini sana mambo makubwa, vitu vingine fanyaga mwenyewe. Lakini kuna akina Roda ambao watakuja watakwambia kile tulichokiombea kimetokea. Umejuaje? Nimesikia sauti. Hao ndio watu ambao upendo wa Mungu wasukume waje kwenye maisha yetu, kwa sababu tunahitajiana, kwa sababu imani yetu hushambuliwa, na katika majira tofauti tofauti kuna wakati tutahitaji watu watakao tuinua kwenye maombi na kwenye maneno mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa namaliza kwa mara ya kwanza leo, andiko la imani huja kwa kusikia linatoka kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. Matendo 12 tunaendelea mstari wa 17. Neno linasema hivi, huyu ni Petro, naye akawapungia mkono wanyamaze. Hapa Petro anaeleza kuhusiana na kilichomtokea. Neno la Mungu linasema akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Nilikwambia ule usingizi wa Petro haukuwa usingizi wa kurelax, si ndio? Ushahidi uko hapo mstari wa 17. Petro ametoka gerezani. So akiwa anaongea kuhusiana na kutoka gerezani, neno la Mungu linasema, kwa Kiingereza linasema akawa anawaonyesha kwa ishara. Kwa maana nyingine alikuwa akiongea kwa sauti ndogo, lakini pia alikuwa akiongea kwa ishara. Mwisho inasema hivi, imani haisitishi au haiondoi mkakati. Faith does not cancel strategy. Huwezi kuwa na imani sana ukajisalimisha mbele ya adui wakati Mungu amekuokoa mbele ya adui. Kisha kuna mtu ana imani sawa, mimi siogopi kitu bwana, mimi na imani. Ni kweli una imani, lakini kuna wakati inabidi uwe na hekima. Kuna wakati inabidi utembee katika nini? Hekima. Kwa sababu imani inakuwezesha kumwamini Mungu, lakini hekima inakuwezesha kuepuka mitego. Imani itakuwezesha kumwamini Mungu, hekima inakuwezesha kuepuka mitego. Uje kusikia mtu yule ambaye anasema bwana, mimi nimeshaliombea neno langu la kazini, Mungu ananifunika. Unaenda kazini muda unaotaka, unaongea unavyotaka, unavaa unavyotaka, huishi kwa hekima na watu wengine. Unashangaa unaingia kwenye mtego wa adui ambao ulitakiwa usiuingie. Petro hapa anajua anatafutwa, akasema hapa tutaongea kwa sauti ya chini. Leo tungesemaje? Tungesema Petro hana imani. Mungu amemuokoa, kwa nini anajificha? Sikaokolewa. Tungesema Mungu amemuokoa, kwa nini anajificha? Alafu tunaweka andiko ambalo hata alihusiana, aliye na mwana akosi ushuhuda. Hilo aliendani kabisa na hapo. Petro ajifichi. Petro anajua kabisa hii imani bado inanidai kuwa strategic. Mathayo 10:23 inasemaje? Lakini Yesu anasema, lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine. Yesu anaambia wanafunzi wake kukimbilia
mji mwingine. Ukisoma Yohana 7:1 neno la Mungu nasema, na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Yudea kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitaka kumuua. Yesu alikuwa anaogopa? Hapana. Strategic, mipango, mkakati. Wakati wa Mungu wa kutaka uwe mjasiri utaujua. Wakati wa Mungu wa kutaka usimame in the line of fire utaujua. Ila usijipeleke kwenye mikono ya adui kwa sababu unasema nina imani sana. Wakati wa Mungu ukifika utakupeleka hapo. Petro anasogea kwenye mlango wa chuma. Nataka nirudi hapo ninapomaliza. Mlango wa chuma unafunguka wenyewe. Lakini baada ya mlango wa chuma kufunguka, neno la Mungu linatuambia malaika akaondoka. Mungu atakusaidia mpaka sehemu fulani. Na Mungu atakusaidia pale ambapo wewe hauwezi. Ila sio jukumu la Mungu kukusaidia pale wewe unapoweza. Pale ambapo ni wajibu wako, itabidi wewe uchukue hatua ya imani, ufanye kile ambacho unaweza kukifanya. Anamtoa katika hatari, anamuokoa na hukumu ya kifo. Na neno la Mungu linatuambia usiku ule ulikuwa ni usiku wa mwisho, the night before execution. Ilikuwa kesho yake Petro anauawa. Mungu akasubiri mpaka siku moja kabla. Unaona ratiba ya Mungu ilivyokaa? Mungu ratiba zake huenda tofauti na matarajio yetu. Kwa nini anafanya hivyo? Mungu hufanya hivyo kwa sababu anataka imani yetu ikomae na imani yetu imtegemee yeye. Mungu huwa hafanyi michezo. Mungu huwa hana tabia ya kutukomoa. Mungu hutupeleka pale ambapo anataka tukomae kiroho. Anasubiri siku kabla ya execution, malaika anatokea. Kuna mambo ambayo tutayaombea leo. Nimeongea kwa kifupi kwa makusudi, kwa sababu ninaamini Mungu ambaye alimtokea Petro ndio huyu ambaye tunamwamini sasa hivi. Mungu ambaye wale watu 4 walimleta mlemavu, neno Mungu anasema uwepo wake ulikuwepo ili upate kuponya, ndio Mungu ambaye tunamwamini. Ila nataka nikutie moyo siku hii ya leo. Una hatua ya kufanya. Una hatua ya kuchukua. Una wajibu wa kufanya. Chochote ambacho unakitaka kwa Mungu, kuna eneo Mungu atakuvusha na kuna eneo Mungu atakudai wewe kuchukua hatua. Kilichovunja ukuta wa Yeriko ilikuwa ni nguvu za kimbinguni, lakini Mungu alitaka participation ya Waisraeli kuzunguka ukuta. Kilichogawa bahari ya Shamu ilikuwa ni nguvu za kimungu, lakini Mungu alitaka participation yao ya kusogea na kuamini kwamba Mungu atafanya. Je, nikuulize swali. Katika kile kitu kigumu zaidi katika maisha yako, kigumu kuliko utakavyoweza kuelezea, moyo wako unaamini kwamba Mungu anaweza akaingilia kati? Moyo wako, ndani ya moyo wako unaamini kama Mungu anaweza akaibadilisha situation yako? Tumeona hapa kwa neema ya Mungu, na ndio maana Yesu alitufia. Alijua kabisa tuna madhaifu. We imperfect people. Kuna wakati tutaomba kihafifu. Kuna wakati tutaamini na tukashindwa kusubiri, au tukaamini na linapotokea tukashindwa kuamini. Je, kweli Mungu amefanya upesi hivi? Katika mapungufu hayo bado neema ya Mungu inafanya kazi. Kwa hiyo tutakapokwenda kuomba, gidi unapokuja na praise and worship team, nataka uweke moyo wako katika kumtumainia Mungu na kuangalia vitu vyote vikuu ambavyo Mungu amevifanya.
hakuvifanya kwa upendeleo, hakufanya kwa sababu ni zamani, hakufanya ili viandikwe kwenye Biblia alafu asifanye tena. Alituwekea ramani na kutuonyesha kwamba vile alivyovifanya anavifanya sasa hivi, anavifanya bila upendeleo, anaponya, anahuisha, anabadilisha, anaokoa. Ni Mungu ambaye anasikia, mwenye rehema, mwenye huruma, ambaye anafurahia kuona watoto wake wakimtegemea. Hebu simama kwa miguu yako pale ulipo, ongea nami wakati tunajiandaa kwenda kuomba kwa ajili ya breakthrough maishani mwetu. Ondoa shaka na hofu. Si kazi yetu, si kazi yangu kuponya. Usijiwekee mzigo wa kufikiri kwamba kuna jinsi fulani inabidi ujiweke ili Mungu afanye. Jambo la kwanza, inabidi uwe umempa Kristo Yesu maisha yako. La pili ni imani. Amini kile kitu ambacho Mungu alikisema kwenye neno lake, kwamba yeye ni Mungu na pembeni yake kuna mwingine. Mkono wake si mfupi hata ushindwe kuokoa. Ni Mungu ambaye amesema, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Huyo Mungu tunamtegemea, huyo Mungu tunamtarajia. Kwa hiyo ujiweke moyo wako katika kumtegemea yeye na kumlilia yeye na kusema, Mungu, siku ya leo usinipite. Unapowatembelea wengine usinipite, unapowagusa wengine usinipite, unapowajibu wengine usinipite, unapowainua wengine usinipite. Siku ya leo Baba, tunakutukuza mchana wa leo. Tunasema asante kwa upenyo, asante kwa breakthrough, asante kwa kutusikia, asante kwa muujiza, asante kwa kutujibu. Asante Bwana, kwa sababu tutasikia shuhuda za matendo yako makuu, tutasikia shuhuda za matendo yako. Baba, tunakushukuru na tunasema asante. Hebu pale ulipo, kama unaweza kunyanyua mkono wako pale ulipo, hebu sema maneno haya pamoja naye. Sema, Yesu, nakushukuru kwa uponyaji wa mwili, nakushukuru kwa uponyaji wa roho. Nasema asante kwa ajili ya upenyo katika afya yangu, upenyo katika kazi zangu, upenyo katika biashara zangu. Asante Bwana kwa sababu adui ameshindwa. Asante Bwana kwa sababu umenipigania na nimeuona ushindi wako katika maisha yangu. Sitarudi kuwa vile nilivyo. Ninatembea katika ushindi kwa sababu umelifungua lango la chuma. Na sasa nitakutukuza kwa sababu umeniwezesha, umeniongeza, umenistawisha na umenijibu. Ni katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu